Ninaposema 40 ya mateso ninamaanisha nini? Ni kipindi ambacho majaribu magumu na maandalizi yanampata mtu kabla ya kutokea jambo kubwa. Hiyo ndo 40 ya mateso. Halo, taomba ukumbuke hayo mambo magumu yanatokea, mateso yanatokea, lakini lengo la vyote hivyo vinavyotokea ni kukufanya uingie katika badiliko kubwa. Nasikia wingu tu la kuomba hapa, naona hata tai inanikwaza. Yanatokea magumu, mateso, majaribu, lakini lengo la hiki kipindi inakuwa ni kukuandaa kuingia katika jambo kubwa lililotarajiwa. Hiyo ndo maana ya 40 ya mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndo maana tunasikiaga kwamba 40 ya mtoto, 40 ya marehemu, 40 sijui ya hiki, na wabongo wamefika mbali mpaka wametunga msemo wao, wanasema siku za mwizi ni 40. Kwa nini waseme 40? Ina maana hii namba ina maana kwamba tutaibiwa sana, lakini kuna 40 yake, ikiisha tunampata. Kwa hiyo ni wanaitumia kinabii, japo hawaelewi kwamba siku za mwizi ni 40, kwamba mateso yale yatajirudia, tutaibiwa, tutafanyaje, lakini 40 yake ikiisha, 40 yake ikiisha tutamnasa. Ndio maana wanasema siku za mwizi ni nini? Ni 40. Kwa hiyo kuna pito ambalo linahusianishwa na 40, na hii 40 ilianzishwa na Mungu mwenyewe. Swala la 40, kupita kwenye 40 kulianzishwa na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuja ujifunze kwenye Biblia, watu wengi wamepita kwenye 40. Yesu akaenda kwenye mfungo siku 40. Musa ili apate zile sheria 10 za Mungu akaenda kwenye mlima akakaa siku 40. Mvua iliponyesha, gharika ya mvua iliponyesha, ilipiga kwa siku ngapi? Unaona kitu kama hicho? Wana wa Israeli wakapita jangwani kwa muda wa miaka, wakakaa utumwani Misri kwa muda wa miaka 400. Sasa 400 na 40 ni ile ile. Yaani ninavyosema 400, ninavyosema 4, ninavyosema 40 ni namba ile ile. Kinachoongezeka ni zero. Halo? Maandiko yanasema Israeli wakapita katika mateso, Mungu akamwinua Samsoni. Mungu akawauza Israeli kwa watumwa kwa Wafilisti kwa miaka 40. Kwa nini 40? Aliyeanzisha 40 ni Mungu mwenyewe. Sema ni Mungu mwenyewe. Na hii namba ni namba ambayo inahusianishwa na mateso, mapito magumu, lakini lengo ni kuingizwa katika baraka mpya au kuingizwa katika jambo jipya ambalo linatakiwa kutokea. Au unaweza ukasema 40 maana yake ni kipindi cha Mungu kumjaribu, kumtakasa, kumwandaa mtu kabla ya hatua fulani. Ni kipindi cha Mungu ambacho anakitumia kumjaribu mtu, kumtakasa na kumwandaa kabla ya hatua fulani. Halo, unahitaji Mungu aanze kukutumia kwenye fulani. Unahitaji Mungu aanze kukutumia kwenye revival fulani. Unahitaji Mungu aanze kukutumia kuwa mponyaji wa watu. Lazima utapita kwenye 40 fulani. Inawezekana wewe ukaanza kuwa mgonjwa. Inawezekana ndio wewe ukaanza kupitia. Unataka wewe uje kuwa mshauri wa ndoa za watu. Mungu ataleta shida kwenye ndoa yako. Unataka wewe uje kuanza kuwatia watu moyo, wala usikate tamaa, Mungu atalifungua tumbo. Hata sisi tulipi. Huwezi kumwambia mtu Mungu atalifungua tumbo, huwezi kuwa na uchungu kama ukuwahi kupitia. Kwa hiyo mtu aliyewahi kupitia kukosa mtoto ana ujasiri wa namna ya kumweleza mtu, na ana jinsi ya kusikia yale maumivu.
kwamba huyo mtu jinsi anapokosa mtoto na mimi niliwahi kukosa hivi. Kwa hiyo akueleza kwa upendo, na lengo la kupita kwenye hiyo 40, lengo la kwanza ujaribiwe. Lengo la kwanza unatakiwa upite kwenye 40 kwa ajili ya kujaribiwa. Yesu akaenda akafunga siku 40, alafu baada ya mfungo maandiko yanasema shetani akaja kufanyaje? Kumjaribu. Kwa hiyo kupita kwenye 40, lengo la kwanza upitie kujaribiwa, na elewa kwamba ukilishindwa hilo jaribu itakuja 40 nyingine. Mungu haachi kuleta 40 hata kama umefikisha miaka 80 mpaka uelewe anachotaka. Na nikwambie tu kweli, Mungu anaweza kukuahidi kitu kikubwa, lakini kitakachosababisha ukiishi hicho kitu kikubwa ni tabia yako. Kwa hiyo unaweza ukazeeka ukawa na umri mkubwa, lakini bado unapita kwenye 40. Utajiuliza kwa nini Mungu anakuja kumtumia Musa akiwa na miaka 80 ndio anaenda kuwachukua wana wa Israeli utumwani. Utakuja kugundua tabia. Mungu anambadilisha mtu aelewi. Musa akawa na jeuri, akawa anamjibu Mungu vibaya, hataki kuelewa, ikasababisha mpaka hasara kwa taifa la Israeli. Halo, sema mimi sitoleta hasara kwetu. Kwa hiyo 40 inahusishwa na majaribu. La pili inahusishwa na utakaso. Mungu anakupitisha kwenye 40 ili utakaswe, akutakase, akufanye vile apendavyo yeye. Lakini lingine inahusishwa na maandalizi. Unapita kwenye 40 kwa sababu Mungu anakuandaa ili kuwa mtu fulani. Hakuna baraka itakuja kwako mpaka umejifunza jinsi ya kuitunza hiyo baraka. Hauwezi ukaimiliki Kanani yako ya ndoa, Kanani yako ya huduma, Kanani yako ya uchumi mpaka umepita na Mungu amekuhakikisha. Halo. Kwa hiyo majaribu ni sehemu ya Mungu, au ni platform anayoitumia Mungu kwa ajili ya kutuhakikisha, je, tumeiva au tujaiva. Majaribu ni njia anayoitumia Mungu kwa ajili ya kutuhakikisha, je, tumeiva au tujaiva. Kwa ikiwa hujaiva, elewa tu utaendelea kupita kwenye 40 mpaka siku umekaa sawa. Halo, nasema tu jambo moja, Mungu angalie umri kwenda. Mungu angalie, Mungu tazama napitia mateso, nimefikisha miaka 60. Angalie miaka 60. Mungu anaangalia mpaka umeelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukasema kwamba yako mambo mengi yaliyotokea kwa 40 kwenye Biblia. Utakuja kujiuliza, ilitokea kwa habari ya Nuhu, mvua ikanyesha kwa siku 40. Ilitokea Goliati alikuwa akiwatukana Wafilisti, alikuwa akitukana taifa la Israeli zile siku kwa siku 40, hakuna mtu aliyetoka kumpinga. Eliya alisafiri jangwani kwa siku 40. Kwa hiyo utakuja uangalie matukio mengi yalikuwa yakitokea yalihusianishwa na 40. Musa akaenda mlimani, kwenye mlima Horebu akakaa siku 40. Eliya akasafiri jangwani kwa siku 40. Mvua ikanyesha kwa siku 40. Yesu akafunga kwa siku 40. Kwa hiyo 40 imehusishwa na mateso, na nikasema ndani ya hii 40 kuna mambo kadhaa ambayo Mungu huwa anakubali yaweze kufanyika. Cha kwanza ni jambo la Mungu kuweza kumtakasa mtu. Mungu anakupitisha kwenye 40 ili abadilishe vitu fulani kwenye maisha yako, ili abadilishe mfumo fulani wa kitabia.
Kumbuka wewe unapenda kumtumikia Mungu, lakini hujajua kumbe unaweza kuwa huko hivi, lakini Mungu akikuangalia baada na kuona ni mzinzi, ila wewe unajiona mbona nilishaacha, lakini kwenye macho ya Mungu kuna kitu bado Mungu anakiona. So Mungu anaweza karuhusu upite kwenye 40. Kwenye 40 ile anakutakasa. Kwenye 40 ile anakuondolea tabia chafu. Kwenye 40 ile anakuondolea vitu visivyofaa. Kwenye 40 ile anakutengenezea hekima ya kuzungumza. Unajua hata utumishi wenyewe Mungu kuna hekima ya kuwapa watu. Anakupitisha kwenye 40, anakupa pia na maneno ya kuzungumza. Maandiko yanasema Musa alikuwa ni mtu mwenye hasira. Alikuwa ni mtu ambaye akikasirika anakuwa na hasira mpaka anakuwa na kigugumizi. Lakini Mungu alimpitisha akaanza kufanyaje? Kumtengeneza. Anamtengeneza jinsi ya kujibu, anamtengeneza jinsi ya kufanya. Kwa Mungu unaweza ukapitishwa kwenye 40, kumbe Mungu anakutakasa, kuna vitu fulani anaviondoa. Kwa jambo la kwanza elewa kabisa kwamba 40 ninayopita ni kwa sababu kuna vitu Mungu ananiondolea ambavyo vinamchukiza yeye. Kwa wanadamu naweza nikawa naonekana niko sawa, lakini mbele za Mungu kuna kitu ambacho hakijawa sawa. Lakini jambo la pili, Mungu ananipitisha ili nijaribiwe. Kwenye 40 yoyote unayopita, elewa unapita ili ujaribiwe. Mungu anamwingiza mtu kwenye 40 ili afanyeje? Ajaribiwe, na akishashinda lile jaribu anainuka. Maandiko yanasema katika kitabu cha Mathayo, nadhani ni sura ya 4 ile, anasema Yesu akiwa amejaa Roho, baada ya Yesu kutoka kubatizwa, maandiko yanasema Mungu akamuongoza mpaka wapi? Akamuongoza mpaka nyikani kwenda kufunga siku 40. Alipofunga siku 40, mjaribu akafanyeje? Akamjia. Baada ya 40, maana yake shetani akaja sasa ili kuja kuprove, je, hiki kitu kweli nikijaribu hakitokuwa sawa? Kwa hiyo kuna 40 unaweza ukapita. Kuna mateso Mungu anaweza akapita akaruhusu upite, lakini usifikirie anaruhusu tu upite. Kuna jaribu ameliseti, au Mungu mwenyewe anaruhusu litokee kwa wakati fulani. Likitokea ndo litakuprove kwamba wewe uweze kupanda ngazi. Hatupandi ngazi kwa sababu tunaomba, hatupandi ngazi kwa sababu tunafunga, ila tunapanda ngazi kwa sababu tukimaliza mateso fulani, na ukijaribiwa ukishinda yale mateso, Mungu anakuinua. Yoyote unayemwona kwenye dunia hii ameweka historia, awe mtumishi mkubwa, awe sijui mfanyabiashara mkubwa, awe nini, kuna 40 yake alipita. Kuna watu, labda wewe ni mfanyabiashara, unaweza ukapita kwenye 40 ya hasara. Unafanya vitu vizuri, unakalkuleti vizuri, lakini vitu haviendi. Kuna mambo ya kaisao. Mungu anakupima. Mungu anaruhusu ujaribiwe hivyo ili kuitengeneza hekima yako ya biashara, ili kuitengeneza akili yako, kwa sababu muda mwingine ulikuwa unaingia kwenye biashara kichwa unawaamini watu juu juu. So Mungu anaruhusu kwa ajili ya kutujaribu. 40 inaruhusiwa mtu apite ili ajaribiwe, awe jitu la imara. Na naamuru kwa jina Yesu, 40 yoyote uliopitishwa lazima uwe imara, lazima uwe imara katika jina la Yesu. Halo. Lakini jambo lingine nikasema, mtu anapita kwenye 40 ili aandaliwe. 40 anayopita mtu, kuna maandalizi yanafanyika. Mungu ili akuandae anakupeleka kwenye, kumbuka ya kwamba vitu vingi vizuri huwa vinatoka mahali pachafu. Sijui unaelewa hivi? Kama vitu vingi ambavyo vinafaa huwa vinatoka mahali pachafu. Ndio maana hata wewe unayefaa leo kwa Mungu ulikuwa muovu. Dhahabu ambayo wewe unataka iwe dhahabu, kaangalia inakochimbwa, inatolewa mahali pa ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ile dhahabu inachukuliwa, inachimbwa, inachukuliwa, inapelekwa kwenye moto, inafanya hivi, mwisho wa siku ndio inakuja inatengeneza vitu vya thamani. Kwa nini? Tunajaribiwa, tunaingizwa kwenye 40 ili tufanyeje? Tunaingizwa kwenye 40 ili tuandaliwe kwa ajili ya baraka zijazo. Unaingizwa kwenye 40 ili uandaliwe kwa ajili ya tukio kubwa lijalo. Unaingizwa kwenye 40, unahisi unateseka na huo ugonjwa. Kwa akili ya kawaida unahisi labda ugonjwa unakumaliza, kumbe Mungu anautumia ugonjwa kama fursa ya kukufanya uje kuwa mponyaji wa watu. Uwezi ukawaponya watu kwa uchungu au kwa maumivu kama hujawahi kupitia hicho kitu.
Huwezi ukasifu kitu cha mtu ambacho hujawahi kukipitia. Huwezi kushauri mfanyabiashara aliyefilisika, aliyepitia wakati mgumu, wakati wewe hujawahi kupitia huo wakati. Tunamwambia tu wewe fanya kazi. Ndio unakutana na vijana wanaongea kauli za kijingajinga mitandaoni kwamba fanya kazi, amfanye kazi. Utakuja ugundue huyo hajapita kwenye 40 ya Mungu. Mtu yoyote ambaye amepita kwenye 40 ya Mungu, kuna namna ambayo Mungu huwa anampa hekima ya kuishi vizuri na watu, ya kuwashauri vizuri watu. Sasa hii 40 inayozungumza ya maandalizi, usione tu ni maandalizi labda ya kihuduma. Mungu anaweza kuwa anakupitisha kwenye 40 ya kukuandaa katika maandalizi ya kampuni, katika maandalizi ya biashara, katika maandalizi ya ndoa. Kila kitu kina 40 yake. Nazungumza na mtu hapo? Halo? Kwa hiyo Mungu anakupitisha kwenye 40, lengo sio kukutesa, lengo anakuandaa. Bidhaa yoyote ukiipeleka mjini ambayo ijaandaliwa vizuri, ijatengenezwa vizuri, itachekwa. Mungu hawezi kwenda kukuadvertise kwenye public alafu kumbe kuna vitu huku ukitikiswa tu kidogo. Halo? Biblia inasemaje? Yule mtoto akakaa sijui nyikani polini kwa kimo mpaka siku alipokuja kutokeza. Utakuja gundua Mungu huwa anatengeneza watu chini kwake, mahali pasipoonekana ndiko Mungu anafanya vitu vyake, baadaye ndo anawaibua watu. Yoyote unayemwona anaibuka, hajaibuka, wewe ndo unamwona ameibuka. Kuna mtu mmoja juzi anasema huyu kuna mhubiri anaitwa Onesmo, si mbona amekuja juu juu, hawa ndo wanaibuka. Nikwambia yoyote unayemwona anaibuka, kuna wakati alikuwa anahangaika ambao wewe ulikuwa umjui. Mpaka leo unamwona yuko pale, kuna vitu amepita vingi. Hata hawa watumishi ambao mnaona kama wamebadilisha njia, watu wa Mungu, watu walishateseka. Others tu nikwambie tu ukweli, Mungu hatumii kitu cha ovyo na shetani hatumii kitu cha ovyo. Huyo ambaye unaona amebadilika, kuna wakati alikuwa anamtumikia Mungu kwa kumaanisha. Shetani anahitaji pia watu wenye imani tena kali. Ndio maana moja kati ya vitu vya kuzimu au katika makubaliano ya kule Freemason kuna kiapo cha Nimrod. Kwa vile viapo, kuna kiapo cha imani pia. Unaamini katika Mungu, kwa sababu wewe usipomwamini Mungu utamwaminije shetani? Yaani eti unaulizwa maswali hivyo na management za Freemason, wanasema unamwamini Mungu, eti mimi simwamini ndio maana nimekuja huku, wanakukataa. Usipomwamini Mungu maana huwezi kumwamini shetani. Na mwanadamu asije akakudanganya. Mwanadamu yoyote unayemwona duniani ameumbwa kuabudu. Ndio maana hata asipopata cha kuabudu ataabudu hata mti, kwa sababu nafsi ya mwanadamu imeumbwa kuabudu chochote. Yaani wewe usingemjua Mungu, maana hata watu kabla hawajamjua Mungu kipindi hicho walikuwa wanaabudu miti. Wa Afrika wanaabudu, mwingine anaabudu jiwe. Kwa nini? Mwanadamu amepewa namna fulani ya ibada ndani yake. Hata wewe mwenyewe ukiacha kwenda kanisani siku 2-3, kuna namna utaanza kujisikia ni kama umepungukiwa na kitu kikubwa. Sasa aliyeweka kile ndani yetu ni Mungu mwenyewe. Mungu ameweka asili ya kuabudu ndani ya mwanadamu. Ndio maana hakuna mpagani, ni kweli, hakuna mpagani, hakuna mpagani. Mwanadamu yote unayemwona kwenye dunia hii kuna kitu anakiabudu. Hakuna nani? Mpagani. Huyo mpagani ukimuuliza vizuri kumbana, utashangaa kwambia mimi naamini kwenye kitu fulani. Ina maana ndo anachokiabudu. Halo? Kwa hiyo Mungu anatupitisha ili kufanyaje? Kutuandaa. Anakuandaa ili uingie katika baraka kubwa zijazo. Anakuandaa ili uingie katika kitu ambacho kusudia. Wewe leo hii unapenda iPhone 17 sijui nini. iPhone unaona hizo zina nani? Unajua zilivyojaribiwa huku chini. Kuna simu hizi wamezeta, hata ukiitupa hivi juu ya bati inaenda, hata ukiitupa ile simu inaenda kudondokea mgongo, haidondokei kioo. Unafikiria imetengenezwa tu kiolelaola kama mahiteli hayo? Kuna namna watu wametulia chini, wameumiza vichwa. Chochote ambacho watu wanakifurahia leo, chochote ambacho watu wanakishangilia leo, elewa kuna gharama, kuna watu wameingia gharama. Halo? Halo? Kuna watu wameingia gharama leo.
simu unazozishangilia unasema da, hizi simu ni nzuri, kuna mtu aliumiza kichwa. Na ndivyo hivyo pata Mungu sasa, yule mtu ambaye unasema isee, huyu jamaa huyu namuona Mungu kupitia huyu mtu, kuna kitu Mungu aliumiza kichwa, kuna vitu Mungu aliweka pale, alitumia muda mrefu kumwandaa, alitumia muda mrefu kumsuka, kuweka kitu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ili bidhaa ije ipendwe huku, hatutengenezi bidhaa eti tunaipeleka tukoja tuone wateja wataonaje, tuyaweke mandazi tuone, wakisema yana chumvi ndio tuje tubadilishe. Hakuna kitu kama hicho. Lazima karibu huko huko, ikibidi uyale wewe kwanza kabla hujayapeleka sokoni, umeyatesti, umeona ladha yake. Ndio maana Mungu anaweza akakuweka pembeni akawa na kutesti mwenyewe kwanza, mnatestiana, imeiva iva hiki, mpaka pale ambapo atalizika mwenyewe anakuachilia. Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuna tofauti kati ya mtu aliyeitwa na mtu aliyetumwa. Watumishi wengi huwa wanajituma. Kila mtu aliyeokoka ameitwa, kila mtu aliyeokoka. Hata kama hauhubiri, upo tu kanisani unapiga makofi kwenye sifa, umeitwa. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. Lakini kwenye swala la kutumwa utakuja ugundue ni pale Mungu anaporidhika na darasa alilokupa, ndio Mungu anamtuma mtu. Sasa wengine huwa hawataki kusubiri, wengine huwa hawataki madarasa ya Mungu, na utakuja kugundua mtu hataki madarasa ya Mungu. Utajuaje? Ndio hao watu ambao akiingia kwenye huduma anaweza kakaa miaka 30 40 bado anahangaika, vitu haviendi. Anakaa miaka 20 kwenye huduma, alafu bado anamtumaini Mungu, anasema Mungu atakuja kunipa hela. Miaka 20 hauna hela kwenye huduma, alafu anasema Mungu atakuja kukupa. Utakuja ugundue na darasa kulivuka. Laiti hilo darasa ungelivuka mapema, ina maana Mungu asingekuchelewesha kule. Darasa la Mungu alikimbiwi, nikwambie tu ukweli, alikimbiwi. Hata kama Mungu hajalizika na darasa alilokupa la kukunyima wewe ukaingia kwenye ndoa, darasa litaendelea huko huko ndani ya ndoa. Darasa huwa alikimbiwi. Uongo kweli? Darasa huwa alikimbiwi. Kanuni ni kwamba mtu akifaulu darasa fulani anapandishwa. Ukifaulu la kwanza unaingizwa la pili, ukifaulu la pili unaingizwa la tatu, ukifeli la tatu unarudishwa la tatu tena. Kwa hiyo kuna watu wakiletewa darasa kifeli, Mungu anakuwa anamrudishia. Wenzake wanajitu kuhitimu, unashangaa, kuna huyu kijana ni mdogo, imekuwaje anafanya huduma kwa miaka michache, amekuwa na maisha hivi na hivi. Kuna wazee wapo katika swala la hizi dini, kuna wazee wapo wakiangalia vijana hivi sasa wanakosa hadi vya kusema, wanasema ni Freemason. Msaidie kwenye madhabahu nyingine, wengine wanafanikiwa, wanaanza kuita majina mengine. Utakuja kugundue wivu, roho ya wivu inatawala vipi. Huyu mtu aliitwa na Mungu, yeye aliishia kwenye kulizika na kuitwa. Mungu anaweza akakwambia amekuita, lakini sio kigezo cha kukutuma. Ukiitwa manake unaletwa ili ufanyiwe mchakato, ufanyiwe msasa, Mungu akutengeneze. Ukiitwa ndio maana unaitwa, unakaa uanze kupata darasa, aanze kuondoa tabia, aanze kusuka hiki, akuondolee hivi. Uliokoka una hasira, anakuondolea mifumo ya hasira. Uliokoka una hiki, Mungu anaanza kuondoa vitu fulani vya kidunia ambavyo wewe ulikuwa navyo Misri. Akiviondoa vile vitu na akiona wewe kuna namna moyo wake una laini na yeye katika kubadilika, ndipo pale unashangaga Mungu anasema nenda. Utajuaje Mungu anasema nenda? Ni kweli, sisemi hautopitia, mwanzoni utapitia pia tu darasa fulani, lakini hautotumia muda mrefu, hautotumia kuhangaika sana. Kuna vitu automatic tu Mungu atafanya. Chochote ambacho kipo na Mungu huwa anatanguliza utisho wake. Mungu huwa anatanguliza, kuna vitu Mungu lazima atavifanya hata kama bado kijainuka, lazima ataachilia kitu fulani. Chochote kinachoenda na Mungu huwa anatuma utisho. Mungu anawaambia wana wa Israeli, anasema tazama namtuma malaika mbele yenu, angalieni msimuuzi. Atatuma utisho. Ukijiita mwenyewe, mbingu hazijui assignment yako, hata malaika au huduma hawapo. Kwa hiyo unajikuta unafanya huduma, umekaa tu kila siku unakaa kwenye maombi, Baba imeandikwa kwenye Mathayo
bomoeni hata mizingini, unajikuta unabomoka wewe kwa sababu ulijiita. Halo, unajikuta unabomoka wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kanuni ya kimungu, kwa sababu Mungu anapokuita, Mungu anapokutuma anakupa na malaika. Kwenye kitabu cha Waefeso nadhani kinasema viumbe, anasema au ni roho watumikao waliotumwa kuwatumikia wale ambao wamerithi nini? Wokovu. Achana na kuokoka. Mtu akiokoka kuna malaika anapewa, lakini pia mtu akitumwa na Mungu kwenye jambo fulani kuna malaika anapewa wa kumtangulia, wahakikishe lile swala linakaa sawa. Yoyote uliyookoka hapa, kuna malaika Mungu amekupa anayehakikisha destiny yako imekaa sawa. Kuna malaika yupo kila siku, unashangaa na kuunganishia njia. Usione hizo njia zinazofunguka, leo umekutana na huyu na huyu na huyu. Kuna malaika alitangulia ndo akatengeneza hizo njia. Na wengi hao malaika huwa mnawaota ila hamjui, unajiota wewe, kwa sababu yule malaika aliyetumwa kwako automatic atafanana na nini? Na wewe. Kuna wakati unaweza ukajiona kwenye ndoto umekutana na mtu, kuna dili limefanyika, mnafanya nini, kumbe Mungu anakuonyesha malaika wako anaenda kukutana na mtu, na automatic malaika wako akifanya kitu na mtu kwenye ulimwengu wa roho, wewe ndo unakuja unafuata ile jambo na unafanya vile. Malaika wako asipofanya, manake hatima yako inashikiliwa. Halo, malaika wa mtu anaweza akakamatwa. Malaika wako akikamatwa, hakuna mahali unaenda, Usikasema kwa sababu ni viumbe vya Mungu, ni vitakatifu, kwa vinatisha. Gabrieli ni kiumbe wa Mungu, lakini mkuu wa anga alimdhibiti. Hakuna mahali. Danieli ameomba, haoni majibu, kuna kitu kimekamata. Malaika wako anaweza akakamatwa. Utajuaje malaika wako anakamatwa? Utajifunza kwa habari ya Petro. Wakati wamemkamata Yakobo, wamemchinja, wamemuua, wakamchukua Petro wakamweka gerezani. Maandiko yanasema kanisa likaingia katika kumwombea Petro, walikuwa wanaomba. Sasa hapo ndo utakuja ugundue, ndo tuna Wakristo wa aina tofauti. Kuna Wakristo, kuna mtu yuko hapa anaamini maombi na mwingine anaomba kwa imani. Wangapi wanaamini maombi? Wangapi wanaamini maombi hapa? Anaamini maombi. Wangapi wanaomba kwa imani? Wapigie makofi, sio unanyosha. Hamna, wewe umesema naamini maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayeamini maombi visipofanyika anakata tamaa. Anayeomba kwa imani hata asipojibiwa ataendelea kumwomba Mungu. Si nimeeleweka? Ukweli iko hivyo. Anayeamini maombi yasipojibiwa anakata tamaa. Anayeomba kwa imani, umesikia neno kuomba kwa imani, manake vifanyike visipofanyika, ila bado wewe unafanyeje? Unaamini, kesho utaomba tena. That's why Yesu anafika baada sema ombeni bila koma. So malaika wa mtu anaweza akakamatwa. Petro amemchukua, amemweka gerezani. Wakati wamemweka Petro gerezani, kanisa limeomba. Ukisoma kitabu cha Matendo nadhani, wakati wamemweka gerezani, kanisa limeomba. Malaika wa Petro akaenda akamtoa Petro gerezani, akamchukua. Petro mwenyewe alijua anaona maono, akamchukua akamtoa. Wakati amemchukua anamtoa, Petro akarudi pale pale ambapo walikuwa wanaomba watu, akabisha mlango. Alipobisha mlango, binti moja akachungulia, akasema jamani, au nimeona maono? Bani kama yeye. Akaenda kuambia wenzake, jamani, huyu mtu tunayemwombea yuko nje. Wale watu wakamwambia, una wazimu wewe utakuwa umeona malaika wake. Umesikia hicho kitu? Akasema kama sio, ndo hapo sasa, kama sio mzimu huo, basi wewe umemwona malaika wake. Hiyo inatakiwa ikonfirm mbele yako kwamba kumbe malaika wa mtu yupo. Waliposema hivyo, kwenda kufungua kweli wakakuta ni nani? Ni Petro. Sasa let me tell you, kwa nini Petro akafunguliwa kirahisi? Malaika wa mtu anapofunguliwa, malaika wa mtu anapofanyiwa deliverance, akatolewa kwenye jambo fulani, ana uwezo wa kwenda kupigania njia zako, ana uwezo wa kupigania jambo fulani likae sawa. Malaika wako akikamatwa, unaweza ukapata ajali ukafa, kwa sababu alishindwa kukupigania, alishindwa kukuokoa. Malaika wako akiwa active, ndio pale umeshangaa umekaa hapa kuna feni, unashangaa
unasikia urudi nyuma, feni inadondoka. Kwa nini? Sio wewe. Kuna watu wapumbavu wanasema machale. Hakuna machale. Mungu amekupa malaika wako amekushtua utoke. Halo? So malaika wa mtu ni muhimu sana. Haya ni mambo ambayo watu wengi hawayazingatii, lakini nataka nikwambie, Mkristo yoyote asipohusianishwa na malaika, mtu yoyote wa Mungu asipokuwa kujua jinsi ya kuweza kucontact na hivi vitu, maisha yake yatakuwa kwenye shida. Ndio maana utakuja kugundua wafanyabiashara wengi wanatumia viumbe. Wewe una kiumbe chochote, hata hujui malaika wako ni upi, unafikiri biashara zitaenda hivi hivi. Watu wanatumia majini kwenye maduka yao, yanaita wateja Kariakoo, njoo ununue hapa, njoo ununue hapa. Ndio maana unaenda Kariakoo na pesa, umeenda kununua mchele, unarudi na sketi, unanunua kitu kingine, kwa sababu kuna kiumbe kinakuita. Nataka ufungue biashara kitu fulani, kuna malaika wa biashara lazima uwatumie wafanye vitu kwa ajili yako. Sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu, malaika wangu aliyetumwa kwenye maisha yangu, sema my guardian angel, hatokamatwa, hatozuiliwa kwa jina la Yesu. Yesu anafika mbali kwenye kitabu cha Mathayo, wanafunzi wake wanamuuliza, akamwambia, mnaona hao watoto hao? Anasema malaika zao mbinguni wanakitazama kiti cha nani? Cha Baba. Malaika wa watoto. Mtu anapewa malaika siku anapozaliwa. Ndio nataka niwaambie, ndio tafsiri ya lile neno. Kwa nini mtu akiokoka, Biblia inasema mtu akiokoka, malaika wanafanyeje? Wanaweka sherehe mbinguni. Mbinguni hawafurahi kwa miujiza, mbinguni hawafurahi kwa mtu kuponywa. Yaani hivi vitu kwetu ndio tunaviona vya ajabu, sio unabii, hivi vitu ni extra sana. Mbinguni wanafurahi pale mtu mmoja anapotubu na kumrudia Kristo, pale mtu mmoja ambaye alikuwa amepotea akionekana. Sasa nataka nikwambie, why malaika wanaweka sherehe mbinguni? Malaika wanaweka sherehe mbinguni kwa sababu wamepata kazi ya kuajiliwa kwenda kufanya duniani. Naona hujanielewa. Malaika wanaweka sherehe mbinguni kwa sababu wamepata ajira ya kwenda kufanya duniani. Nataka nikwambie, kuna viumbe bado wako mbinguni wanasubiri oda. Akiokoka mtu wanang'ang'aniana ajira ya kuja kufanya. Mtu aliyeokoka mmoja anatumiwa jeshi la anatumiwa malaika wa kutumika naye. Halo, asikudanganye mtu, hapa duniani wote tuko sawa, hakuna chochote cha ziada. Tena watu wanatafuta na maandiko ya kijinga ya kujifariji, eti Mungu anasema uanyeshea jua wema na waovu. Kuna vitu Mungu anapendelea. Mtu aliyeokoka ana malaika wengi kuliko ambaye hajaokoka. Utajuaje? Mtu ambaye hajaokoka sio kwamba hana malaika. Mtu asiye na Mungu ana malaika huyu ambaye ndio huyo guardian angel ambaye alikuja naye siku alipozaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye alikuja naye siku alipozaliwa. Sasa nataka nikwambie, kwa nini ajali ambayo kwa mfano ilinipata mimi ingempata mtu mwingine ungeshangaa amekufa kirahisi? Kwa nini nimedondoka katikati ya barabara, sijafika chini, nimenyenyuliwa, nimewekwa pembeni, gari likapita? Lakini usishangae kuna mtu mwingine hapo tungesikia kwamba waliokota kichwa kule, utumbo huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo haya yanatokea. Kwa nini? Mungu si muongo, akikuahidia kitu lazima afanye. Sasa watu wengi hatujuagi kwamba tuna potential hata ya kutembea na hivi viumbe. Kuna wakati ukiamka, anza kuamua. Wengi hapa mmeshuhudia, kuna watu huwa wanaombea kwenye grupu, kuna watu tunakutana nao mikoani siwajui. Unasema namtuma malaika hapo ulipo aje kufanya hivi, anasema nimeshangaa kuna kitu kinanivuta. Unafikiri kwa nini imekuwa vipi? Kwa nini nyie wengine havitokei? Kwa sababu kwanza huamini. Vitu vya Mungu haviwezi kufanyika kama huamini, na hata ukijinafikia katika imani hakitofanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Paka uamini kwanza, paka uamini kwanza. Malaika wapo na wanafanya kazi. Biashara unaoifanya, kitu unachokifanya kinahitaji malaika wa kukiwezesha. Mungu ni kama bosi. Mungu ashuki tena mbinguni kwako eti aanze anatuma viumbe vyake kuweza kukusaidia. Kuna mambo Mungu atafanya yeye kama yeye, lakini kuna mambo atatuma watu, lakini kuna mambo atatuma malaika wake. Ndio maana Biblia inasema hao sio viumbe watumikao pamoja na wale waliotumwa kuulisi wokovu.
Ina maana wewe sio mtumishi peke yako. Usipojua kazi ya malaika ndio utakuja ugundue kwa nini ulishashindwa kumponya hata mtu mafua. Si ulijua unaponya wewe? Lakini utakuja ugundue wengi wanaotembea na malaika hawangaiki hata kwenye uponyaji, miujiza. Kwa sababu naweza kitendo cha kusema kwa jina la Yesu simama utembee, nimesema kwa mamlaka ya jina la Yesu, lakini malaika ndo anaenda anamshika yule mtu anaponya. Sasa haviwezi kutokea mpaka uamini. Wewe si unajua unafanyaga wewe, endelea kujua ni wewe. Chochote unachokiona kwenye ulimwengu, yani sijui uponyaji na nini na nini, vitengo vyote vina malaika. Kuponya kuna malaika, mpaka kuhubiri, mpaka unaona ibada umekaa unaelewa na yes, kuna malaika anayeshughulikia hii issue. Vitu vya Mungu ni serikali iliyojipanga, imekamilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna ndoto uliziota ukajiona ni wewe. Please jamani, naomba mkontroa watu. Kuna ndoto uliziota ukajiona ni wewe, umekamatwa huko polini, umekamatwa na watu sio wajua, kumbe Mungu anakuonyesha wewe mambo yako hayatoenda, malaika wako amekamatwa. Kwa sababu malaika wako akikamatwa automatic wewe unakamatwa kirahisi. Ndio maana walichokifanya kanisa baada ya kuomba, ilibidi malaika wa Petro apate nini? Nguvu. Ndio akaenda kumtoa Petro. Hapo ndio utakuja ugundue linapokuja swala la Mungu akiingilia sawasawa kwenye jambo fulani. Mtu anasema, ndio tu pale tunasema eti ili Mungu afanye kazi duniani, afanye maajabu, lazima atumie mtu. Kuna kiwango Mungu anatumii mtu, anatuma malaika kufanya jambo. Aliyeenda kumtoa Petro gerezani ni malaika, ila ni malaika wake. Sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu. Malaika waliotumwa kwa ajili ya kunihudumia, kwa ajili ya kuongoza njia yangu, kwa ajili ya kuongoza hatima yangu. Popote palipoharibiwa, popote nilipokamatwa, nilipowekwa kifungo katika ulimwengu wa roho, wakakiondoe kwa jina la Yesu, wakakiondoe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu kwa dakika moja, una malaika wa hatima, una malaika anayekuangalia, anayekutunza, una malaika ambao wako wengi wanatumwa kwa ajili ya kutumikia watu. Kwa dakika moja, chochote ambacho unaamini hiki kitu kilishakwama, hebu tamka neno juu ya malaika huyo. Kama ni malaika alikamatwa, tamka kumfungua. Mfungue malaika, muombee afunguliwe, kwa sababu ni malaika wako. Ukimwombea atafunguliwa, ukimwombea atafunguliwa, apate nguvu ya kuja kukusaidia. Malaika alimzuia Danieli asijibiwe maombi yake. Hata wewe kuna malaika walitumwa wakuletee baraka, zikazuiliwa. Ninaamuru kwa jina la Yesu, ninaamuru kwa jina la Yesu, mahali popote ambapo malaika wangu anaweza kuwa amezuiliwa, nisipate taarifa njema, nisipate hizo baraka. Malaika wangu amenizuilia kunipa au kuleta vile vitu ambavyo mbinguni vimekusudiwa. Ninaamuru kwa jina la Yesu, ninaamuru kwa jina la Yesu, ninaamuru kwa jina la Yesu, ninaamuru kwa jina la Yesu. Hivyo vitu vitatimia, hivyo vitu vitatimia. Ninaamuru kwa jina la Yesu, ninatuma ukombozi mahali popote malaika wangu amekamatwa, mahali popote malaika wangu ameshikiliwa, ninatuma ukombozi, natuma ukombozi, natuma ukombozi, natuma ukombozi, natuma ukombozi, natuma ukombozi, natuma ukombozi juu ya malaika wangu afunguliwe mahali alipo, juu ya malaika wangu afunguliwe mahali alipo kwa jina la Yesu. Malaika wa hatima, malaika mwangalizi, anayeangalia maisha yangu, anayeangalia uchumi wangu, mahali popote alipozuiliwa na nguvu za ukoo, alipozuiliwa na wakuu wa giza, ninaamuru afunguliwe kwa jina Yesu. Ninaita msaada kutoka mbinguni. Malaika wangu alipozuiliwa afunguliwe kwa jina Yesu. Ita msaada wa mbinguni, ita msaada wa mbinguni. Kuna malaika wanaohusika na kuwachomoa, kuna malaika wanaohusika na kuwasaidia malaika zako. Kuna malaika wa Mungu ambao wako pele powerful, wanaweza kukusaidia, wanaweza kumsaidia huyo malaika. Mwambie Mungu, nitumie msaada wa malaika, wawakomboe malaika zangu. Shataraba de hasata le kamando kaparada ila shatokuriba ila papasutu eli shabadu shakamandele bahande riga basutuku. Malaika wangu popote walipokamatwa, malaika wangu aliyetumwa kuandaa njia yangu, naamuru wafunguliwe kwa jina Yesu. Baba fungua, Baba fungua, Baba fungua, kama vile ulivyotuma Mikaeli akaenda kumfungua yule malaika wa Danieli aliyekuwa ametumwa kupeleka majibu yake.
kila kilichozuiliwa kwangu, kila kilichozuiliwa kwangu. Shataramandere bahashe rika baba sutu yaba rata paragatos ketela mande rika baba shatorobobo ira kama hante libra zuze perade ya soto iya kaparadaba ira kapasutu ishele mandere bahas ikabadura basoto ira papashutu kuyamahas lezudia bahata rika toseteleba ira baba suta ibra kasoto yaba ibra zude kapa rikro soto yande ribra ziga diapa palushke paragato riza zuza tirando kuria basuto igra sokoto lija baragata igra shutu kuyata ebre sekete katika jina la Yesu. Kama kuna malaika wako walikamatwa popote, kama kuna malaika wako walizuiliwa popote, usipate majibu yako, usipate njia zako zifunguke, kuanzia sasa kuna msaada wa kiungu unatumwa juu ya malaika zako waliokamatwa. Kuna msaada wa kiungu Mungu anauachilia juu ya malaika wako waliokamatwa katika jina la Yesu. Anayeamini naseme amen. Amen. Rudia tena, sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tulikuwa tunazungumzia msaada wa kimalaika ambao unaweza kumpata mtu lakini yupo katika jangwa fulani au anapita katika kitu fulani. Kumbuka wakati yeye anaendelea, wakina Danieli walikuwa kwenye taifa la dini la utumwa. Unaweza ukawa utumwani lakini haina maana kwamba Mungu hawezi kukusaidia huko. Upo utumwani lakini kuna msaada lazima uupate. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati jifunze kuactivate malaika zako. Malaika zako wakiwa deactivated, kuna vitu havitoenda. Kuna vitu utatumia nguvu. Kuna vitu utatumia nguvu. Watu wa giza wanaelewa hivi vitu, ndio maana wao wanatumia malaika wa giza. Majini ni malaika wa giza, mapepo ni malaika wa giza. Wanawatumia kwa ajili ya kufanya biashara zao ziende. Wanatumia viumbe vinasababisha kampuni zao zinainuka. Na wewe tumia viumbe wa Mungu, na wewe tumia viumbe wa Mungu. Kuna wakati ukikaa unakuwa kama kichaa, unaanza kuassign malaika. Haya malaika, leo nendeni mkatafuta wateja, nileteni wateja. Saa ngapi hapa nipate simu nzuri? Ongea kwa imani, ongea kwa imani. Usiamini yale maombi, ongea kwa imani, tamka kwa imani. Ukiamini maombi visipofanyika, siku nyingine hautoomba, ila wewe ongea kwa imani. Na hata usipofanya hivyo, jioni rudia tena, sema Mungu, ninajua umenipa malaika kwa ajili ya kuisababisha biashara yangu iende, kampuni yangu iweze kusonga mbele. Haya malaika aliyetumwa kwa ajili ya kampuni. Haka kuna malaika wa familia pia wapo. Kila familia kuna malaika wake. Sasa kuta familia nzima imeshakamatwa ni walevi, watu wa ovyo, manake yule malaika anakamatwa. Ndio utakuja ugundue kwa nini yule malaika anakamatwa. Unashangaa familia inaanza kupitia mabaya, magonjwa, vifo vya haraka. Ina maana familia, malaika wa familia hiyo alishakamatwa. Malaika wako wasikamatwe kwa jina la Yesu. Malaika wako watazuiliwa katika jina la Yesu. Mimi napenda nimalizie. Sasa lengo letu lilikuwa ni kwenye mtu anapopita kwenye 40. Sema 40. Wakati anapita kwenye 40, nikamwambia tumejifunza kwamba kumbe 40 ina vitu ndani yake ambavyo Mungu huwa anaviangalia. Kumbe lengo la Mungu sio kumtesa mtu katika kupita kwenye 40. Kuna vitu ambavyo Mungu huwa anataka avifanye kwa mtu ili huyu mtu aweze kuwa bidhaa bora, ili huyu mtu aweze kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo Mungu anayafanya ni kwa sababu ya yani alishaamua hivyo, ni makusudi yake. Ndio maana anasema nimempenda Yakobo, Esau nimemchukia. Ukimuuliza anasema ili kusudi la kuchagua liweze kutimia. Kwa Mungu kuna vitu amevifanya bila sababu. Kuna watu siku moja wakawa wananiuliza, sema sasa wana wa Israeli walikosea nini mpaka wakapelekwa utumwani? Hawakukosea. Mungu aliamua tu. Alimwambia Ibrahimu, ni kweli na kufungua nitakupa uzao wa hivi, ila uzao ninaokupa utaenda kukaa utumwani kwa muda wa miaka 400. Baada ya hapo nitawatoa. Sasa utakuja ugundue kwa nini Mungu akuruhusu tena wewe ambaye ni mtoto wake wa pekee, akuruhusu ukapite mahali. Kuna wakati mwingine Mungu huwa anatumia, kuna wakati Mungu huwa anamtumia shetani au anatumia nguvu za giza kama platform ya kukonga watu wake. Chapia Yesu makofi. Hiyo unaweza usijielewe. Mungu anamtumia shetani kama platform ya kukuchonga uweze kukaa sawa. Si naeleweka hapo? Si naeleweka hapo?
Ndio maana ukikuta mtu ambaye alishapitia sana kulogwa. Unajua kuna watu hawajui uchawi upo kwa sababu hawajarogwa bado. Ndio shangaa kuhubiri uchawi hivi na hivi vitu hivi. Subiri ulogwe ndio utajua uchawi upo. Utamkuta huyu mtu yuko serious na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko wakati Mungu anaruhusu wale watu wafanye vitu fulani, kuna wakati Mungu anatumia hiyo nafasi ya adui ili adui atumike, Mungu aitumie kwa ajili ya kukusaidia wewe ubadilike. Halo? Sasa nataka uelewe asili ya 40 imetokea wapi? Asili ya 40 imetokea wapi? Kwa nini 40 ilikuja? Na kumbuka nimekwambia namba 4, namba 40 au 400 au 1000 au sijui 400 au 4000 1040 bado yote ni ile ile, ni 4. Halo? Nikasema kwamba namba huwa zina maana. Utakuja ugundue asili ya kwa nini baada ya 40 ndo linakuja jambo zuri. Baada ya kuvuka 40 ndo unaingia kwenye jambo zuri. Ukishavuka ile 40 tu, ukishavuka kwenye 40 ya kujaribiwa utumishi, unaipanda daraja. Ukishavuka kwenye 40 ya nini? Baada ya 40 huwa kuna matokeo mazuri. Baada ya baada ya 40 huwa kuna okozi unafanyika. Sasa utajua asili ya hii 40 imetokea wapi? Asili ya 40 imetokea tangu uumbaji wa Mungu ulipofanyika. Takujibu kwa kitu kimoja. Maandiko yanasema siku ya 4 Mungu akaleta nini? Mwangaza. Siku ya 4 Mungu akaumba nini? Jua. Ina maana kuanzia huku chini, kabla ya siku zote kulikuwa giza. Kuanzia huku chini, kabla ya siku zote, kabla ya kufika 4 na kuvuka hiyo 4, kulikuwa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwangaza ulianza kupatikana siku ya 4. Kumbe wewe unaweza ukaiona 40 kama unateseka, lakini ndio mwangaza wako umeanza. Halo? Unaweza ukaona kama unateseka, kumbe ndio mwangaza unaanza pale. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 14 hadi wa 19 inasema Mungu akasema, mstari wa 14 inasema Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu ili tulitenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndivyo dalili na majira ya siku na miaka. Tena iwe ndivyo mianga kati ya anga na mbingu, na itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya nyota pia. Mungu akaiweka katika anga la mbingu itie nuru ya nchi, na kuutawala mchana na usiku, kuutenga nuru na giza. Mungu akaona kuwa nuru ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 4. Sema siku ya 4. Ndio maana mtu akivuka 4 anaingia kwenye pumziko. Akivuka 4 anaingia kwenye raha, kwa sababu 4 ndio inayoleta mwangaza. 40 ndio inayokuinua. 40 ndio inayokufanya uonekane. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo siku ya 4 maandiko yanasema Mungu akaliumba nini? Jua, mwezi na nini, kwa kukawa mwangaza. Lakini mwanzoni kulikuwa giza. Mungu alipofanya uumbaji kulikuwa giza. Siku ya 4 akaleta mwangaza. Ndio nakuja kukukumbusha kitu kimoja. Ndio maana ukienda kwenye kitabu cha Malaki kina mkolo Yesu, kina mnemu Yesu kama jua la haki. Sasa kwa nini siku ya 4 Mungu akaumba jua? Jua lilikuwa ni prophecy.
ya kumtabiri ya mtu ajaye. Jua ndo lilileta mwangaza wapi? Duniani. Jua ndo lilileta nini? Nuru duniani. Lakini jua ilikuwa ni kivuli kilichomficha nani? Yesu nyuma yake. Halo? Jua ni kivuli kilichokuwa kimemficha Yesu. Yesu alikuwa amefichwa nyuma ya kivuli cha nini? Cha jua. That's why ukisoma ile Malaki 4:2 inasema, lakini kwenu ninyi mlionicha jina langu, jua la haki litawazukia na kuwaponya katika mabawa yake. Jua la haki ni nani? Jua la haki ni Yesu. Kwa hiyo Yesu alikuwa ametabiliwa kupitia jua. Yaani matukio yaliyotokea kwenye uumbaji yalikuwa hajatokea kwa bahati mbaya. Jua kuumbwa siku ya 4 ilikuwa hajatokea kwa bahati mbaya. Kwa hiyo jua lilikuwa linatabiri kwamba kuna mtu atakuja kuzaliwa kama hivi na ataleta nuru duniani. Ndio maana Yesu anasema mimi ndiye nuru. Kwa hiyo jua lilikuja kwa ajili ya kujitanguliza tu, lakini lilikuwa linamwelezea nani? Yesu. Kuna mtu ananielewa hapa? Kuna mtu ananielewa hapa? Ina maana kwenye giza huku ambako uumbaji ulianza kukawa giza, yalikuwa ni mateso. Ina maana hata Mungu mwenyewe alipita kwenye mateso fulani wakati anaumba vitu. Hakuna mwanga, huwezi ukaumba vitu kwenye giza viumbike, mambo yatoenda, utasafa sana. Halo, mpaka mwangaza unatokea, mpaka nuru inatokea. Ina maana nuru ikitokea, una uwezo wa kuona, ujue ufanye nini. Una uwezo wa kujua ukimbilie wapi. Una uwezo wa kujua nikamate hapa. Ndio maana mtu yeyote anayemkataa Yesu amekataa kitu kikubwa sana. Kwa hiyo Yesu ndiyo nuru ya ulimwengu, lakini jua lilimtangulia Yesu, lilikuwa linamtabiri yeye kwamba atakuja kuja. Na ndiyo maana hiyo namba 4 utakuja ugundue bado Mungu alikuwa anatembea kwenye hiyo namba, na Yesu naye alizaliwa siku ya 4. Yesu alizaliwa siku ya 4, sio tarehe 4, alizaliwa siku ya 4. Ukisoma kitabu cha Petro wa pili 3:8 kinatufundisha juu ya kwamba kwa Mungu siku moja ni kama siku 1000 na siku 1000 ni kama siku moja. Kwa hiyo Mungu yeye anapoziangalia siku, inaweza kuwa siku 1000, yeye anasema siku ya leo Bwana, lakini kwa mwanadamu zimekatika miaka buku. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kutokea kwa mujibu wa maandiko na mpangilio wa nani za Biblia, kutokea Adamu mpaka Yesu ni miaka 4000. Naeleweka? Kutokea Adamu mpaka Yesu ni miaka 4000, lakini kibiblia miaka 4000 inasema miaka 1000 ni kama siku moja. Ina maana kutokea Adamu mpaka Yesu ni siku ya ngapi? Naye huyu kutokea Adamu mpaka Yesu ni siku ya ngapi? Siku ya 4. Halo, ni siku ya 4. Sema siku ya 4. Kwa hiyo Yesu amekuja kuzaliwa kama jua lilimtangulia, na kama Biblia inasema Mungu aliumba jua siku ya 4, ina maana pengine Mungu alitumia miaka buku kuumba kitu kimoja kimoja. Wewe umekaa, Mungu siwezi kusubiri katika hii hali. Mungu alisubiri miaka buku, ameumba kitu na amekumbana na giza. Wewe hutaki kusubiri. Hebu sema, Mungu niondolee huo moyo. Kusubiri nayo ni kodi ya upako. Kuna vitu haviji mpaka umesubiri, kuna vitu huvipati mpaka umesubiri. Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu akazaliwa siku ya 4. Kutokea Adamu mpaka Ibrahimu ni 2. Kutokea Ibrahimu mpaka Yesu ni 2000. Kwa hiyo imekuwa 4000, lakini kibiblia tunasema ni siku 4. Kutokea Yesu mpaka hapa tulipo ni siku 2, lakini kidunia tutasema ni miaka imepita, miaka 2000. Kwa hiyo kwa haraka tunaweza kusema tangu Adamu na nini, tunasema tuko siku ya 6. Tuko siku ya 6. Halo, hapa ndo kumeleta mkanganyiko wa Waislamu wa Sabato wengi. Ndio maana wako kimwili, wanashindwa kuelewa haya mambo, wanajaribu kuyatafsiri kimwili, ndio maana wamejikuta wakiishi kimwili. Lakini haya mambo utakuja kujua Biblia imeficha kodi nyingi ambazo Mungu aliziweka kwa namna
ya hivyo. Na hizi kodi ukizisoma vizuri utakuja ujue na wakati mwingine maisha yako utaiendesha kinabii kutokana na mifumo hii. Kwa hiyo Yesu amezaliwa siku ya 4. 40 inaleta mwangaza kwa mtu. 40 inaleta nuru kwa watu. Baada ya Yesu kuzaliwa, alileta nini Yesu? Alileta neema, si ndio hivyo? Namba 5 ni namba ya nini? Namba ya neema. Ina maana baada ya kuvuka 40, baada ya kuvuka ile 40 unaingia kwenye neema, unaingia kwenye neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Pigia Yesu makofi. Baada ya kuvuka hilo pito unalolipita, Mungu atakuingiza kwenye neema ya hilo pito. Hautokaa ulikumbuke tena, hautokaa ukumbuke tena machozi yaliyokuumiza huko nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu alileta neema. Yeye amekuja siku ya 4, akaacha neema siku ya 5. Na wewe ukivuka hiyo 40, ukishamaliza 40 unaingia kwenye neema, pumziko. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikutangazie, Mungu akaachilie pumziko kwenye maisha yako. Mimi sijui ni 40 gani unayopita, lakini Mungu akaachilie pumziko kwenye maisha yako. Halo, kuna mtu ameelewa hapa? Sasa unakuja kuta kumbe ndo asili ya 40 ilianzia huko. Kwa 40 ilianzia baada ya mateso fulani, ndo inakuja 40 inakuwa chanzo cha kuleta nuru. 40 inakuja kuwa chanzo cha kuleta nuru. Mungu anamwambia Ibrahimu, uzao wako utaenda kutumika chini ya watumwa kwa miaka 400. Utaenda kutumika chini ya watumwa kwa miaka 400. Baada ya hapo nitawatoa kwa watumwa. Kwa nini Mungu hakuamua tu awachukue wale watu wanaowapenda akawapeleka tu nchi ya ahadi? Alitaka umjue pia shetani kwamba bado jifunze kupigana, jifunze kuelewa vitu fulani. Kwa hiyo elewa tu kitu kimoja, hakukuwa kosa lolote lilofanyika kwa Ibrahimu, wala hakukuwa kosa lolote lilofanyika, ila Mungu aliamua kufanya hivyo kwa kusudi lake. Amekusaidia ndiyo, ila akasema ndiyo Bwana nakusaidia, lakini utapitia kwenye hili jambo. Kwa hata Ibrahimu aliambiwa mapema, wengine hata mjaambiwa, lakini unapita. Mungu anajua akikwambia hutomuelewa. Sasa labda kwa sababu mzee alikuwa na imani sana. Halo, wengine mnapita tu uelewi, hapa napitia kifungu. Kuna mtu Mungu anaruhusu upite kwa sababu ni 40 yako. Ukishinda Mungu anakokoa. Ukishinda unaingia kwenye matokeo makubwa, na ni kiu yangu Mungu akakuingize kwenye matokeo hayo kwa jina la Yesu. Mwanzo 15 mstari wa 13 hadi wa 14 inasema, Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake, watumikia watu wale, nao watateswa kwa muda wa miaka 400. Umesikia hicho kitu? Hata taifa lile litakalo watumikia nitawahukumu baadaye, watatoka na mali nyingi. Mungu anakupeleka kwa shetani ili baadaye ampige, ili uondoke na vitu vyake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna sababu kwa nini Mungu amekupa hiyo bato unayopita. Anataka kuna kitu uondoke nacho. Anataka kuna mtu ule naye sahani moja hapo. Halo? Kwa kutokea hapo unakuja kugundua Ibrahimu hakuwa amekosea chochote. Ndio hapo Mungu alikuwa anamchukua, anamwambia angalia nyota, angalia nini. Ni kweli anampa mtoto, lakini akamwambia mtapita, uzao wako utapita. Ibrahimu akasema sawa, kwa sababu ni Mungu ameamua, lazima iwe hivyo. Halo? Lakini wote tunaelewana hapo kwamba Mungu alisema watapita kwa nini? Kwa miaka 400. Na Mungu akisema ni kwa miaka 400, Mungu huwa asemi eti mtapita miaka 400 alafu uje upite miaka 410 au na moja. Mungu huwa anasema vitu complete. Kwa kama utapita miaka 430, lazima upite miaka 430. Sasa hapa Mungu alisema watapita kwa miaka 400.
alisema watapita kwa nini? Kwa miaka 400. Lakini wasomi wa Biblia mlioko hapa, wasomi wa Biblia mlioko hapa ambao mnasoma Biblia, wana wa Israeli walikuja kutoka kwa miaka mingapi? Walikuja kutoka mwaka wa ngapi? Wana wa Israeli walikuja kutoka mwaka wa 430. Sema 430. Na hapa tunaomba unisikilize kwa umakini. Haijalishi Mungu alikuahidi ahadi gani, haijalishi Mungu umetuma upite katika pito fulani, hilo pito huwa lina mwisho. Na hili pito ambalo Mungu akiliweka kwako likawa na mwisho, kumbuka hata adui anaweza akalichezea akakufanya usiwe na mwisho. Hawa watu waliahidiwa kwamba watapita kwa muda wa miaka 400 kamili neti, lakini maandiko yanakuja kutuonyesha wameondoka mwaka wa 430. Miaka 30 ni umri wa mtu, ni umri wa binti mmoja ambaye tayari ana watoto 6, kwa watu wa mikoani ambao hawana future. Yeye anaamini ni kuzaa tu, ni kufanyaje. Mtu mwenye miaka 30 mikoani, wengine wana watoto hata 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Miaka 30 hii, miaka 30, naomba tushauriane ndugu yangu. Mungu ni muongo au kuna matatizo kuna vitu vilizuia? Halo? Mungu sio muongo kwa mujibu wa maandiko yake, anasema yeye si mwanadamu hata aseme uongo. So Mungu akisema kitu kitafanyika hivi, kitafanyika hivi. Lakini naomba uelewe kitu kimoja. Pamoja na kwamba Mungu anaweza akakuahidi ahadi fulani, hiyo ahadi itakutaka pia na wewe ushirikiano wako ili iweze kutimia kwa wakati. Kuna nabii nyingi ambazo watu wengi wametolewa na hazijawahi kutimia. Sio kwa sababu nabii alikuwa muongo, sio kwa sababu nabii alimtabiria uongo, ni kwa sababu huyu mtu hakuonyesha nafasi yake katika kutimiza hilo jambo. Ni kweli Mungu akianzisha jambo lazima alitimize, lakini nataka ujue kwamba usipokaa makini linaweza lisitimie, na ukamwona Mungu ni muongo, na ukamwona Mungu hafai. Halo? Kuna watu Mungu aliruhusu mpite kwenye jambo fulani. Kuna watu Mungu aliruhusu mpite kwenye 40 fulani. Kuna watu Mungu aliruhusu mpite kwenye kipindi cha mpito fulani, lakini kalenda za kiungu zikikutazama zinasema huyu mtu atapita, mwisho itakuwa 2024. 2024 kuanzia 2025 huyu mtu anatakiwa ayaone mafanikio. Lakini ukashangaa kuna miaka inaanza kuja baada ya hapo na bado mafanikio uyaone. Haina maana Mungu ni muongo. Mbingu zikikuangalia zinasema mpaka 2023 huyu mtu anatakiwa awe na mtoto wa kike, lakini unashangaa huko 2026 kuna miaka mingapi imeenda haumuoni mtoto. Mungu si muongo, kuna kitu hakiko sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ananielewa hapo? Kuna mtu ananielewa hapo? Mungu si muongo, kuna kitu hakiko sawa hapo. Kuna tatizo lipo, kuna tatizo lipo hapo. Ndo naomba uelewe kwamba roho ya kucheleweshwa ipo. Mambo ya kucheleweshwa katika kutimiza ahadi ya Mungu, kuna jambo linaweza likatokea likachelewesha hicho kitu. Ni aidha huyu mtu amesimama vilivyo aweze kumwomba Mungu ipasavyo, au aweze kumsihi Mungu ipasavyo, ili atoke mahali pa shida, ili atoke katika 40 hiyo. Kuna watu 40 yenu kalenda za kiungu zinaonyesha unatakiwa imeisha. Kalenda za kiungu zinaonyesha 40 yako utakiwi kusota nayo tena. Saa hizo unatakiwa uwe huru. Wai bado unapita kwenye 40? Kuna kitu hakiko sawa. Sema Bwana Yesu,
naomba unifunulie ukweli niweze kujua kwa nini napita kwenye 40 ambayo mbingu zilishaimaliza. Haiwezekani Mungu amekupangia uishi wakati fulani jambo liishe, alafu wewe bado linaendelea. Mimi nataka Mungu alikomeshe hilo jambo leo. Mimi nataka Mungu aziondoe hizo 40 zetu leo. Kuna vitu mbingu zilisha kuaccess, kuna vitu mbingu zilishalizika na wewe. Ndio maana ukijishangaa kwenye mfumo wako unasema, mbona maarifa tayari ninayo, mbona vitabu tayari nimesoma, mbona Mungu tayari, kwa nini namjua Mungu, kwa nini vitu havimanifesti? Ina maana mimi bado? Hapana, 40 ilishaisha. Yamkini 40 yako Mungu alitaka ukae chini ujifunze kitu fulani, ulishajifunza hicho kitu, why bado unapita? Mungu akuambie ukweli siku ya leo ili utoke hapo katika jina Yesu. Halo, kuna mtu ana hasira ya kutoka kwenye 40 yake. Sasa Mungu akikuahidi kukutoa kwenye jambo, kumbuka, Mungu anaposababisha uende katika utumwa fulani, sio kwamba Mungu hakupendi. Kuna wakati Mungu anaruhusu uende katika utumwa fulani, tumeshayaongea huko nyuma kwamba ili akupime, ili afanye hivi, ili akujaribu, ili akutengeneze. Lakini Mungu anaweza akakupeleka huko ukashangaa hili jambo linaenda miaka na miaka, na wakati wa kutengenezwa ulishaisha, ila bado unapita katika msoto. Tutakuja kujifunza kwa wana wa Israeli. Cha kwanza utakuja kugundua kilichosababisha Mungu akumbuke, kumbe hawa watu nilisema itapita miaka 400 nitawatoa. Kilichosababisha Mungu akumbuke ni kilio. Halo, kilio kilimfikia Mungu. Sema, kilio kilimfikia Mungu. Jambo la kwanza, kilio kilimfikia Mungu. Kilio chako kinatakiwa kimfikie Mungu. Kuna vilio havifiki, hata kama unaomba, unaonyesha unaomba, lakini kilio chako hakimfikii Mungu. Vilio vilimfikia Mungu. Kutoka 2:23 hadi 24 utasoma kwa kitu kimoja hapo. Wana wa Israeli wakalia kwa sababu ya utumwa, kilio chao kikapanda mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walilia kwa sababu ya ule utumwa, kilio chako kikapanda mbele za Mungu. Kumbe kuna mtu anaweza kuwa anapita kwenye utumwa, na nataka nikwambie, naomba nisikilize vizuri. Hawa watu yamkini, kumbe ilikuwa imefika miaka 400, alafu wao walikuwa wanalizika na ugali wa Misri. Wao walikuwa wanalizika kwamba hata kama tunateswa lakini tunalala vizuri, hata kama lakini tunafanya hivi. Wewe unaweza ukaona mbona silipi kodi, mbona nakaa vizuri, mbona kama viela vyakula ninavyo, lakini bado upo kwenye utumwa. Kuna namna mbili zinavyokuangalia, bado hujatoka kwenye utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So kwa sababu ya vitu viwili vitatu kukaa sawa, isikupe kuacha na kutokumsii Mungu kwamba endelee kuingilia kati maisha yako. Siishi maisha yako kwamba na itakapokuwa na iwe. No, unatakiwa endelee kupeleka kilio chako mbele za Mungu. So maandiko yanasema kilio cha wana wa Israeli kikasikika mbele za Mungu. Baada ya kilio kusikika mbele za Mungu, kinachofanyika ni nini? Ukipeleka ombi mbele za Mungu au Mungu akisikia kilio, Mungu anaandaa njia ya wokovu. Mungu anaandaa njia ya wokozi. Kwa hiyo baada ya kilio kumfikia Mungu, Mungu akamwandaa, akaanza kuandaa hapa, natafuta mtu sasa wa kumwandaa ili aweze kuwasaidia hawa watu. Halo, natafuta mtu wa kumwandaa ili aweze kuwasaidia hawa watu. Ndio Mungu akajipatia nani? Musa. Mungu anajipatia Musa. Kilio kinaendelea, bado wanalia, wanateseka. Sasa kumbe kilio chako kinaweza kikamfikia Mungu. Haina maana wakati huo kilio kimemfikia, mbingu zitaingilia kati. Kuna swala la Mungu kukuandalia yule destiny helper wako. Mungu anaanza kumwandaa yule destiny helper wako, na hapo naomba unisikie vizuri, utanielewa kitu kimoja. Mungu akamwandaa Musa. Wakati Mungu anamwandaa Musa, Musa alipita kwenye mazingira. Kumbuka Musa amekaa kule kwa Farao, tulishayaongea hayo kwamba ili mtu akaokoe watu lazima ameenda hiyo sehemu. Kwa Musa alikaa kule kwa kusudi la kwamba aje awatoe watu, awachukue watu mahali ambapo ana uzoefu napo.
Huwezi ukawapeleka watu mahali au ukawatoa watu mahali ambapo una uzoefu nao. Biashara ambayo Mungu anataka utumike nayo, anataka upate uzoefu nayo. Halo. Sasa utakuja kugundua wakati Mungu anamwandaa Musa alipoanza kuandaliwa kwa ajili ya kuja kuwasaidia hawa watu, kuna mambo yalitokea. Kuna vitu ambavyo vilitokea vikasababisha kwa nini badala ya kutoka mwaka wa 400 net wametoka mwaka wa 430. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha kwanza, upinzani wa adui ulifanyika. Watu wa Mungu, shetani anaweza akakuweka, Mungu anaweza akaruhusu ukae mikononi mwa shetani. Usipokaa uelewe kwamba hapa bado nipo mikononi mwa shetani, unaweza ukaja mpaka unafikisha miaka 90 ndo akili zinakukaa sawa, lakini ushapoteza muda. Kumbuka, Mungu hatuonei huruma kwa sababu ya umri kwenda. Mungu hatuonei huruma kwa sababu ya wakati kwenda, ila Mungu anaangalia ile mission aliyoweka, lakini pia kwa kuangalia ni namna maandalizi yaliyofanyika. Mungu hatumi mtu mpaka amemwandaa mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Halo. So utakuja ugundue kwamba Musa kwa nini walichelewa. Utakuja ugundue kuna mambo ambayo yalifanyika kwa Musa. Mungu anaweza akakuandalia mwokozi wako. Mungu anaweza akakuandalia mtu ambaye anakuja kukutoa kwenye jambo fulani, alafu yule mtu akakamatwa na vitu vingine. Naomba nielewe hapo. Yule mtu akakamatwa na vitu vingine. Do you know kama unaweza kuwa uko hapa, wewe ni Musa wa ukoo wako unapitia mateso mpaka saa hizi, alafu wewe bado unaendelea kushikilia dhambi za dunia, unaendelea kushikilia uzinzi na vitu vingine, ukijua kwamba labda mbele za Mungu kwamba unafanya vile ili kile kikuachie wewe. Kumbe wewe umebeba assignment ya kuokoa ukoo, na kwa sababu umebeba assignment ya kuokoa ukoo, kwa sababu ya yale mauzinzi na vitu fulani, ukoo wako unazidi kufa. Watu wanazidi kuteketea kwa magonjwa, ndugu zako wanazidi kuzikwa na vifungo vya aina moja. Hiyo haitomfanya Mungu, kwa sababu wanakufa, kwamba Mungu atashtuka mpaka siku wewe ambaye umebeba assignment ya kuokoa ukoo umeshtuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anaweza akatuma waokozi kwenye familia yenu, anaweza akatuma waokozi kwenye ukoo wenu, lakini huyo mwokozi akajisahau. Mungu akurudishie ufahamu, ujue wewe ni nani. Mpaka umeokoka wewe peke yako kwenu kuna sababu, mpaka umemshika Kristo kwenu kuna sababu. Mungu alikutuma uwe mwokozi wa ukoo wako. Mungu alikuleta ili uje kuwa mwokozi. Wewe ni Musa wa familia yako. Wewe ni Musa, unatakiwa watoe wao ndugu zako. Sasa hivi wazazi wako wako utumwani, ndugu zako wako utumwani, madawa ya kulevya, sigara, pombe, kufilisika, umaskini. Wewe ndiye Musa uliyetumwa, na bado unaendelea kuishikilia Misri, unaendelea kushikilia vitu vya Misri, unaendelea kukaa Misri, unaendelea kufanya vitu vingine wakati umri unaenda. Mungu angalie umri kwenda. Utakuja ugundue umri wako unaweza juu kuna kwenda unasababisha ndugu wanakufa huko. Kuna watu wanatakiwa waache kufa, ukoo wako wanatakiwa waache kuonewa, ndugu zako wanatakiwa waache kulogwa, kwa sababu wewe mpaka uweze kuamka. Kama Mungu aliwaahidi hawa watu kwa muda wa miaka 400 na hiki kitu hakikutimia, basi ujue hata kwenye maisha yako kuna ahadi ambazo Mungu alikuahidi kufika kipindi fulani hizo zimeisha, au kufika kipindi fulani hizo zimetimia na mpaka saa hizi zijatimia. Ina maana kuna kitu kimechelewesha, au kuna destiny help ambayo Mungu alimkusudia aje kwako hajafika. Sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu. Yule mtu aliyeandaliwa kuja kuniokoa, aliyeandaliwa kuja kunitoa nilipo, aliyeandaliwa kuja kunitoa nilipo, ninaamuru kwa jina Yesu, hatoshikiliwa na kitu chochote, hatozuiliwa na kitu chochote, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninatuma malaika wakamwelekeze huyo mtu kwangu, huyo mtu wa biashara, huyo mtu wa kampuni, huyo mtu wa ndoa aliyekuwa sahihi, wakamwelekeze kwangu kwa jina la Yesu. Yuko Musa wa ndoa yako ambaye ni special. Mungu alimkusudia yeye. Yamkini sasa hivi yuko huko anaendelea, yuko na wachumba wengine, ameweka tumaini kwa watu wengine, alafu kumbe sio huko Mungu alikumsudia.
Kumbe Mungu alimpitisha kwa darasa akatamani akae sawa, ili Mungu amwambie Adamu wako yule pale, ila yeye ameshikilia mahali pengine. Hata wewe vile vile, inawezekana huko hapa kuna mahali umeweka tumaini na vitu fulani, lakini Mungu akikuangalia anasema no, kwa uwe sehemu ile. Ninaamuru Mungu akakufunulia assignment yako aliyokuitia kwa jina la Yesu. Mungu akakufunulie sababu ya yeye kukufanya uokoke. Wewe hujaokoka uje kupoteza muda, hujaokoka uje kuimba pambio tu kanisani. Umeokoka, kuna sababu kubwa iliyosababisha uokoke, na sababu mojawapo iliyosababisha uokoke, wewe ni mwokozi wa familia yako, wewe ni mwokozi wa ndugu zako, wewe ni mwokozi wa ukoo wako. Ninaamuru kwa jina Yesu, chochote kinachochelewesha ile assignment ya kuanza kuokoa ukoo wako, kuanzia leo Mungu afufue ile kiu ya maombi ndani yako. Mungu afufue ile kiu ya uokozi ndani yako kwa jina Yesu, ili ndugu zako watoke utumwani, ndugu zako watoke kwenye ulevi. Kuanzia leo, kupitia wewe vitu vikafanyika. Ile miaka iliyoliwa, ni kweli kuna miaka imeshaliwa, kuanzia sasa Mungu atairejesha uweze kukaa mahali pake kwa jina Yesu. Haleluya, haleluya. Mungu akawaokoe watu wake kupitia wewe. Utakuja kugundua Mungu ili afanye kitu anatuma mtu kwa ajili ya watu, anaachilia. Yesu akatumwa kwa ajili yetu. Hivyo hivyo hata kwenye familia, umetumwa kwa ajili ya familia yako. Halo jamani, mimi natamani Mungu atufanyie kitu cha ajabu sana. Natamani Mungu atusaidie tutoke katika hii hali, tutoke katika haya mateso. Wana wa Israeli wamekaa utumwani, wameanza safari. Mungu akasema watasafiri ni ndani ya siku 10, siku 11, kwa sababu kutoka Misri kutoka Misri hadi hiyo nchi ya ahadi walioambiwa huko Kanaani ilikuwa ni mahali pafupi, unatumia siku 10 kwa mguu. Wanatumia siku 10 kwa mguu, wangefika kwa muda mfupi, lakini wakachelewa, mambo yakabadilika, ikawa miaka 40. Kwa nini? Kuna vitu havikuwa sawa. Jambo la kwanza linaloweza kusababisha 40 yako iendelee kuwa pale pale, isiishe, kutokuamini na kuogopa. Kutokuamini na kuogopa. Mungu anakwambia nimekuita kuwa hivi, nataka ufanye kitu fulani, alafu wewe uamini, unaogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuja kugundua wana wa Israeli walipokuwa kule polini, walipokuwa njiani, Mungu anawaambia songeni mbele. Wakifika mahali wanakata tamaa, wanasema Bwana Musa, wewe umetukosea sana, ungeacha kule tuendelee kukaa kule, hata kama tunateseka, lakini tunalala vizuri, tunakula vizuri. Kwa nini? Hawaamini na wanaogopa. Mungu akuondolee kila roho ya hofu, kila mwenye roho ya hofu ya kusubutu mambo, nasema Mungu akuondolee kwa jina la Yesu, uweze kukaa kwenye mstari wako mahali ulipoitiwa. Kuna watu mmeitiwa mambo makubwa, ndio maana Biblia inatuonya sana, inasema msifatishe namna ya dunia hii, mfanywe upya nia zenu. Nia yako ya ndani, ukisha mwamini Mungu, wewe weka nia yako kwake, anachokisema yeye tu ndio ukiangalie. Unapoogopa kusubutu, vitu haviwezi kwenda. Unapoogopa kufanya, manake umeleta shida kwa watoto, umeleta shida kwa kizazi chako. Jambo la pili, Mungu anasababisha mtu apite kwenye 40 ndefu. Alisababisha wapite kwenye 40 isiyoisha. Kwa nini? Kizazi cha utumwa kilipaswa kufa, ili waliotoka Misri, waliokuwa na akili ya utumwa, Mungu aliamua hicho kizazi kife, ili kiinuke kizazi kisichojua utumwa. Kuna mambo bado wewe umeyashikilia ya huko utumwani. Ndio maana hata watu wakikuhubiria vipi, hata tukikuhubiria neno vipi, bado unaamini kwamba uwezi, unaamini uwezi kushinda, unaamini uwezi kutoboa hapo. Kwa nini? Bado una akili ya Misri. Akili ya Misri ni ipi? Akili ya Misri inamwambia kwamba mtu hawezi kupenya, mtu hawezi kushinda, atabaki pale pale alipo. Lakini akili ya mbinguni inasema mambo yote yanawezekana kwake yeye aminiye. Akili ya mbinguni inasema yote yawezekana kwake yeye atutiaye nguvu. Akili ya mbinguni inasema mimi ni kichwa, sitokuwa mkia. Akili ya mbinguni inasema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na ndio hiyo akili ambayo Mungu anataka mtu awe nayo.
Kuna watu Mungu anashindwa kufanya nao vitu kwa sababu wana mindset za utumwani. Akijiangalia anasema bado siwezi, hivi vitu sina na nini. Bado ana namna ya kufikiria kwa namna ya utumwani. Hakuna kitu ambacho kinampa Mungu shida kwa wanadamu kama namna ya kufikiri. Kumbuka, kama bado hujabadilisha namna yako ya kufikiri, maisha yako yataendelea kukamatwa vile vile. Ukombozi wa kwanza wa mtu unaanza na namna anavyofikiri. Utajiri wa kwanza wa mtu unaanza na namna anavyofikiri. Utajiri wa kwanza wa mtu hauanzi na kufanya kazi kwa juhudi, hauanzi na kupambana kwenye makampuni. Unaanza na fikra chanya kwanza. Sema kwa jina la Yesu. Shika kichwa chako, sema kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, nipatie ufahamu uliochanya, niweze kufikiria vyema, niweze kufikiria kama vile mbingu zinavyonifikiria, kama vile Mungu unavyoniwazia. Kwa jina la Yesu, ewe akili yangu, ninakuamuru, anza kufikiria kama Mungu atakavyo, kwa jina la Yesu. So ndio maana Mungu anataka, ili uvuke kwenye hilo jangwa, anataka akili ya Misri ife. Anasema mpaka kizazi cha Misri kife. Ndio maana walioenda kuingia nchi ya ahadi walikuwa ni watoto wasiojua mambo ya Misri, walikuwa ni watoto wasioelewa mambo ya Misri. Sasa simaanishi wewe unatakiwa ufe, no, unatakiwa uue karakta za Misri, unatakiwa uue zile tabia za Misri au vitu vile vya Misri vinavyosababisha kila siku huko pale pale. Yamkini ni maisha ya dhambi, yamkini ni maisha ya kitu fulani. Unatakiwa uondoe hicho kitu. Mungu, ondoa hii jambo. Unaweza ukaona ni kawaida, ila namna unavyofikiri ndio kunaamua muujiza usifanyike. Hata watu ambao wanatendewa miujiza, watu wa Mungu, wamefikiria vyema. Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu kinachosababisha mtu apite kwenye jangwa, tunamalizia, mtu anafundisha Mungu anawafundisha wana wa Israeli kumtegemea. Unapita kwenye jangwa kwa sababu unafundishwa namna ya kumtegemea Mungu. Kwa hiyo Mungu akitaka kumtengeneza mtu anamfundisha namna ya kumtegemea. Nikimzaa Briana namtengeneza na mazingira ili ajue jinsi ya kututegemea kama wazazi, ili asituzalau baadaye. Halo, kwa kuna mahali nitampitisha ili atutegemee. Jambo la 4, Mungu alikuwa anawaandaa kuwa taifa. Kwa nini walipita? Mungu alikuwa anawaandaa kuwa taifa. Kwa nini unapita? Mungu anakuandaa kuwa mtu mkubwa. Mungu anakuandaa kuwa mtu fulani ambaye si wa kawaida. Unapitia hayo kwa sababu wewe ni mtu wa ajabu. Unapitia hayo kwa sababu wewe ni jitu la ajabu. Sema, mimi ni jitu, nitafanya mambo ya ajabu. Kwa hiyo kwa sababu unaandaliwa kufanya vitu vya ajabu, ndio maana Mungu anaruhusu upitie haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipitia utumwani kwa sababu ya malalamiko na uasi wa mara kwa mara. Walipitia miaka mingi, badala ya kutumia siku 10 wakafika kwa miaka 40 kwa sababu ya malalamiko na uasi wa mara kwa mara. Kumlalamikia Mungu na kutokuzifuata njia za Mungu, kuasi, kunasababisha uendelee kupitia msoto ule ule, kunasababisha uendelee kupitia mateso yale yale. Ninakuombea Mungu akuondolee roho ya uasi. Ninakuombea Mungu akuondolee roho ya kulalamika. Unapoona wengine wametendewa miujiza, mshukuru Mungu kwa ajili yao. Unapoona wengine wananuliwa, usipate wivu. Unapoona wengine wanafanyiwa makubwa, uendelee kuwapongeza katika jina la Yesu. Roho ya usta, roho ya mdomo, roho ya kibinadamu ya kuumia na maendeleo ya watu isikupate wewe kwa jina la Yesu. Nasema isikupate wewe kwa jina la Yesu. Halo. Kwa hiyo unatakiwa uelewe, safari inaweza kuwa fupi kwa Mungu, lakini ikawa ndefu kwa mwanadamu kwa sababu ya tabia. Safari inaweza ikawa fupi kwa Mungu. Mungu akiangalia hivi anaona ni siku 2, ila kwako miaka 80 kwa sababu ya tabia. Kwa Mungu huwa anashawishika sana na badiliko la tabia, badiliko la ndani la mtu. Mungu hashawishiki na kulia. Mungu hashawishiki na kusema atashuka atende. Badilisha mifumo ya tabia, badilisha mifumo ya kufikiri, badilisha mifumo ya kutazama. Mume wako anasumbua, wewe anza kuona kwamba atabadilika. Yaani wewe amini tu atabadilika. Usiseme mimi amenishinda. Kitu fulani hakiko sawa, hauponi kwenye jambo fulani, sijui tumbo lako haliko sawa. Wewe jua mimi nitazaa tu. Yaani wewe usisikie maneno mengine. Elewa mimi lazima nizae.
elewa, mimi lazima nizae. Kila siku amka, tabiri hayo mambo. Unapoomba sema lazima nipate mtoto, sema lazima nipate mtoto. Endelea kuyakiri hayo maneno, lazima yataleta uhalisia katika jina Yesu. Simama mahali ulipo, sema Bwana Yesu, katika jina Yesu ninaamuru kila pito lolote ambalo nimepita kwa muda mrefu, arobaini yangu ambayo mbingu ziliruhusu nipite, lakini shetani bado ananifanya niendelee kupita kwenye ile arobaini. Sema kuanzia leo ninaamuru arobaini yangu iishie hapa, arobaini ya utasa iishie hapa, arobaini ya magonjwa iishie hapa, arobaini ya uzinzi iishie hapa, arobaini ya tamaa iishie hapa, arobaini ya dhambi iishie hapa kwa jina la Yesu. Kila arobaini ambayo shetani ameifanya isi expire ndani yangu, ninaamuru sasa iwe mwisho kwa jina la Yesu. Hebu ombea kila arobaini yoyote ambayo unapita, kila teso lolote ambalo Mungu alishaliondoa kwako, lakini shetani amelishikilia, amelipa kibali liendelee kukutesa. Liamuru liondoke. Kala masutu ya hade Perade eso leno satia kayu sadila paragata aloshadaba igrasudi baata leno shekadabo paruske embrekida lazuda paragaso sheluske braate leno ketayagato zila bakude ebresude mele suta yada embrukatosa yasututu laba suta ida egratapa mesudi aka embreheto salushadaba igla sutu yaya enokataya barute asuve lesuta baande kalosha badua asutu yamanda kalushe tapa riba suto ela bakata irabasuta imenua kata peluda hata zule pakato zejuna egaluda pai pelasoto lego shaduve endo protoziga palato zagia asuta yanda ila katozege peleketoso yana mashuto erika pakoria ebarakatoya. Kila arobaini unayoipitia ambayo mbingu zilikomesha, naona kuna watu wanatolewa kwenye magonjwa rabababaso irakataba yatosotopa rikabadaba libabasuto yakapapapa, ile miaka iliyozidishwa kupitia kwenye mateso. Kila arobaini ikabadua talama endura pasoto edabakotoria alusa tuse peluria kandoro yasuta yada igrasuta paya meluga daiso ibrosotokose lesukutayande suto yanda katolia ibrozokote elasukatusa eparagito salubinase elushakuta lasuto tuyanda igabadua entoparata ebrokosata likasutakaya rikabababa rikapapapapa amuru tana laundi lesotokodaya ebrakatapaso yekataparata arobaini ya magonjwa, arobaini ya mateso, arobaini ya utasa ambayo mbingu zilishaiondoa, lakini shetani bado ananipitisha. Kila arobaini yoyote ninayopita iliyo kinyume na Mungu, ninayopita iliyo nje ya ratiba, ninaamuru ikomeshwe leo. Ikomeshe hiyo arobaini. Hautoteseka tena, hautopitia machozi, hautopitia kukosa, hautopitia kuharibikiwa. radabakusetaya lazuzuzutaiso paludi ya kata esunemande elusa hida kolemasuta yida bahale elosha madusa taluge mata kuse lesubadua kaya ikadola baya erude kasuta mando sakadia ashuta tai rado bakusa erade parado indorema kosa iyekusu tuyande egabarakoa asuna mata ela pakuta esuto maya aluge saka asudi maka ashuta kata iradabosia ashuta tata irakandaba rebedosota ila bakotai asubakato yakatusete rikabakato lida basuto yakakata igrazata riglazato kosaya redebelosata ibrasato mania yekuparahata redebesokoto elebediata ebrokotayada ebrokotozia esabadahata menua sutaya paluge suta farudi ya mate igrosokota
Soko parada liza katakata. Kuna 40 zinawachia watu, kuna 40 zinawachia watu ambazo sio mpango wa kiungu, ambazo sio ratiba ya kiungu. Raba sokoto rede bedua ekrabasoto yakatakua ebrasata ebrisakatune selusha pakato leke sugra hata liza kataba shelubradia balusa kato yekoto satai ebrasutaka ibrazado keli bahato mesoto pratali yekoto parada isabarata egratamai sekoto shakatia ebratasusa 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 barukatuse empranase melekesue egridi aso kalabashutu sapakata ebredekesue ete asabadal ebrakatara ebrakatasa berata sopa belebradia embrakositia shalabrakosot arabanuse ebrakatasata